Mimi naitwa Gideon Mapunda, ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mbeya Vijijini. Awali ya yote nipende kushukuru ndugu waandishi kututembelea kwenye mafunzo yetu ambayo tulianza mafunzo tarehe 25 kwa kuwafundisha makalani waongozaji wapiga kura, ambayo mafunzo yafanyika kwa siku moja na ilikamilika kwa ufanisi mkubwa. Lakini tarehe 26 jana tulianza mafunzo ya kuwafundisha wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Takriban tunavyo vituo 630 katika jimbo letu, na wasimamizi wote na wasimamizi wasaidizi wa vituo wapo na wamepatiwa mafunzo kwa siku hizi mbili na tayari wako wameiva. Na niseme tu wameiva kwa sababu tumewafundisha kwa nadharia, lakini pia tumewafundisha kwa vitendo kila hatua ambayo inatakiwa katika kuhakikisha kwamba kituo cha kupigia kura kinafanya nini na kinakuwaje. Lakini pili, nipende kutoa taarifa pia kwa wapiga kura wote wa jimbo la Mbeya Vijijini kwamba maandalizi kwa ajili ya upigaji wa kura tarehe 26 yamekamilika, na sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba tunasimamia ugawaji wa vifaa kwenye vituo. Na niombe tu toe rai kwamba zoezi hili la upigaji wa kura litafanyika tarehe 29 mwezi wa 10. Pia nipende kuwajulisha kwamba wapiga kura wa jimbo la Mbeya Vijijini waende wakapige kura kwenye vituo vile ambavyo walijiandikisha wakati wa kuboresha daftari la wapiga kura. Vituo vitafunguliwa saa 1 kamili na vitafungwa saa 10 kamili. Niwaombe tu wananchi wa Mbeya kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura, kwenda kuchagua viongozi wetu ambao tutapata nafasi ya kutongoza kwa kipindi cha miaka 5. Kwa kweli usipoenda kupiga kura haujitendei haki, kwa sababu utakuwa unajilaumu kwamba kiongozi huyu aleti maendeleo au hanisikilizi, lakini hujajihusisha katika kumpata huyo kiongozi, na huko ni kujikosesha haki yako ya kikatiba, katika haki yako ya kupiga kura. Niwaombe tena wananchi wa jimbo la Mbeya Vijijini, tuendeni kujitokeze kupiga kura. Kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Tumetoa mafunzo ya utaratibu wa upigaji wa kura. Sasa miongozo iko tayari. Uchaguzi unaendesha kwa sheria, kanuni, miongozo na taratibu. Kwa hayo yote tumewapitisha kwenye miongozo ya upigaji wa kura na sheria zote ambazo zinatakiwa kufuata na yale mambo ambayo hayatakiwi kufuatwa juu ya upigaji wa kura. Tumewaeleza namna ya kutenda haki na kuhakikisha kwamba wanashirikiana na mawakala wa vyama vya siasa kuhakikisha kwamba kituo cha upigaji wa kura kinakuwa salama na wananchi wanapiga kura bila kuwa na malalamiko, lakini pia malalamiko kutoka kwenye vyama vya siasa ambao ndio wanaohusika kwenye zoezi la mchakato wa uchaguzi. Mtanzania yeyote ana haki ya kupiga kura, weza kwamba yuko kwenye kundi la kawaida au kundi maalum. Na makundi maalum ambayo tunasema ni kama wazee, lakini watu wenye ulemavu tofauti, kama wagonjwa, wamama wajawazito. Haya yote ni makundi maalum ambayo yanahitaji kupewa kipaumbele kipindi cha upigaji wa kura. Tumewaeleza wasimamizi wa vituo makundi haya yakapewe kipaumbele. Mzee akionekana kufika kwenye kituo apewe kupiga kura kwa haraka, hata bila kupanga kwenye mstari. Kalani mwongozaji atafanya kazi ya kuwaomba wapiga kura wengine kwamba mzee akapiga kura, sababu na anaonekana kwa umri wake kwamba anahitaji kuhudumiwa na Watanzania wengine. Lakini vile vile wakina mama wajawazito pia tumewaelekeza kwamba wawape kipaumbele, wapige kura na warudi kwa haraka. Lakini vile vile watu ambao wameletwa kwenye vituo pengine na wagonjwa, na niwatake tena wananchi, baada haya yote kutimia, kwa maana umepiga kura yako, nenda nyumbani, usikae kwenye kituo cha kupigia kura. Nenda nyumbani ukisubiri baada ya saa 10 kusubiri matokeo kwenye kituo chako, lakini kusubiri matokeo kwa kiongozi wako ambayo umemchagua kwa maana ya diwani, lakini pia kwa maana ya mbunge. Matokeo yatatoka na utasikia. Hivi hakuna sababu ya kwenda
kupiga kura, alafu kakaa kwenye kituo. Piga kura yako, nenda kashughulike na shughuli nyingine za uzalishaji mali. Jina naitwa Severina Martin Ruben, ni msimamizi mkuu wa kituo katika kata ya Mshewe. Mafunzo haya leo ni siku yetu ya pili. Mafunzo nimeyapokea vizuri. Nimejifunza kutenda haki kwa kila mtu, kuzingatia watu wenye ulemavu, watu wenye mahitaji maalum, kuwapa kipaumbele katika zoezi hili. Kikubwa ni kutenda haki. Niwaombe wakazi wa Mshewe waweze kujitokeza kadri wanapoweza. Kwa wakati tutakuweko pale na tutamaliza zoezi letu vizuri. Tunaomba Mungu atusaidie. Jina naitwa John Fredrick Luhanga, ni msimamizi namba 2 kata ya Utengule Usongwe, kituo cha Mlima Reli. Napenda kutoa ufafanuzi kidogo katika mafunzo ambayo tumeyapata ndani ya siku 2, na leo ni siku ya pili kwa ajili ya kuhitimisha mafunzo haya. Tumeyapokea vizuri sana. Mafunzo yameelimisha na yamejali katika kila upande wa kila mwananchi wa kila Mtanzania. Naweza kusema amejali katika nyanja zote, katika kuanzia walio watu wazima wenye ulemavu na matatizo yoyote yale imeweza kukizi, hadi kwa wale wenye upofu. Kwa hiyo si kwanza mafunzo haya yametuelimisha, kutuonyesha jinsi ambavyo mwenendo wa upigaji kura ulivyo huru na wa haki. Kwa hiyo niwasisitize wananchi wote wajitokeze kwetu kuja kupiga kura, kwani kama tume imejipanga vizuri kushirikiana nasi katika kutenda haki katika kila mmoja wetu. Kwa hivyo niwaombe wote kwa wingi wetu tujitokeze kwa pamoja, na vituo vyetu kama tulivyopata maelekezo mapema kabisa saa 1 asubuhi vitakuwa vimefunguliwa na zoezi litaanza saa 1 mpaka saa 10. Kwa hiyo katika wakati huo niombe wananchi wote wajitokeze kwa wingi, tupige kura, tumalize kwa usalama na zoezi lote liweze kwenda vizuri. Kwa majina naitwa Amina Kashiru Mnifi, ni msimamizi msaidizi namba 1 kata ya Igale, kituo cha Oweo Igale. Of course mafunzo ni mazuri, tulianzia jana mpaka leo. Tumefundishwa kila kitu. Na kama mimi msimamizi namba 1 najua majukumu yangu kama kupokea kura, kusoma jina kwa sauti, lakini pia lazima nizingatie kwa sababu watu wengi huwa wanadhani kwamba unaweza kupiga kura sehemu yoyote, lakini kumbe kuna vipengele vya kuzingatia. Cha kwanza, kituo ambacho mpiga kura anatakiwa aende kupiga kura, lazima awe kwenye daftari lile la mahudhurio. Cha pili, lazima aidha awe na kadi ya mpiga kura, awe na kadi ya NIDA, awe na pasipoti au leseni ya udereva. Hiyo vitu vyote vitafanya aweze kupiga kura. Lakini pia in case labda hana hivyo vyote, lakini kwenye daftari yupo na picha yake inaonekana kabisa kwamba ndio mwenyewe, bado anaruhusiwa kupiga kura. Kwa hiyo mimi nawasihi tu kwamba Watanzania tuweze kufuata sheria na taratibu zote za kupiga kura kwa ajili ya kufanya kwamba kwanza itatufanya kwamba zoezi liende kiurahisi. Kama watu wataenda tofauti, means kwamba zoezi litachukua muda mrefu.